Karibu sana msikilizaji katika kituo chetu hichi. Bila shaka tuendelee kufahamishana kuhusu kinachotokea nchini Tanzania, lakini pia tuweze kuhakikisha kwamba tunafanya uchambuzi wa kina kwa ajili ya kuweza kuelewa kwamba kinachotokea kinaleta madhara gani ama faida gani kwa mwananchi wa kawaida. Na msikilizaji, kauli yake Askofu Bagonza siku ya leo kuhusu maandamano ya Sabasaba na jinsi serikali imetoa vitisho kwa wananchi kwamba wasiweze kushiriki kwenye maandamano haya ya Sabasaba, ama kuwatisha kwamba wanaweza kutumia nguvu sana kuhakikisha kwamba wamewadhibiti wale ambao watafanya maandamano haya ya Sabasaba. Cha kwanza, anahisi kwamba serikali haijarekebisha makosa yaliyotokea Oktoba 29, makosa yaliyotekelezwa na serikali hiyo haijaweza kurekebisha makosa hayo. Na kwa sababu hiyo, msikilizaji, wananchi wana ruhusa ya kufanya maandamano na kupinga hatua ya serikali kuendelea kufanya mambo kama kila kitu kipo sawa, kipindi ambapo wananchi waliumia na kuna matatizo ambayo hayajaweza kusuluhishwa. Msikilizaji, naomba nikupeleke kwenye taarifa hii ya Askofu Bagonza, kisha tutaifanyia uchambuzi baadaye. Amesema hivi: tunazuia maandamano kwa kuyahamasisha. Nitangulie kutangaza msimamo wangu. Siungi mkono maandamano ya Sabasaba na siamini kama yatafanyika. Cha pili, hata yakifanyika, siungi mkono matumizi ya nguvu. Kwa nini? Sababu ya kwanza, yaliyotokea tarehe 29 Oktoba mwaka 2025 ni aibu na hasara kwa kila mtu na kila kundi. Walioimba isitokee tena waimbe sasa. Sababu ya pili, nimekuwa nikiombea nguvu za viongozi wetu zipungue na hekima iongezeke. Kiongozi hutumia hekima, mtawala hutumia nguvu. Sababu ya tatu, kabla ya tarehe 29 Oktoba, watu wengi walijikaanga kwa matamshi yaliyoacha ushahidi wa nia yao. Naona wameanza tena, na wafiche nia zao hata kama wana lengo la kufanya wasemacho. Sababu ya nne, kwa sasa wanaozuia maandamano ni kama wanahamasisha, na wanaohamasisha ni kama wanasukuma mlevi. Makundi haya mawili yanahitaji kuzungumza bila kutishana na kukemeana. Sababu yake Askofu Bagonza ya tano, ninaposikiliza nagundua sababu za maandamano si uchaguzi tena, wala kilichotokea Oktoba 29. Ni kero nyingi, ni kukata tamaa, ni ubabe wa vyombo vyetu, ni rushwa, ni wasiojulikana walioachwa waitese nchi, ni kubezana katika muungano, ni ucheleweshaji wa haki na umma kukosa mtetezi. Matumizi ya nguvu hayatatui hizi kero. Ya sita, mikutano ya waziri mkuu inafunua aibu ya taifa. Serikali iko likizo muda mrefu.
twaweza kumbeza na tusikubaliane na waziri mkuu, lakini tujilazimishe kuona yanayosemwa mikutanoni. Atafanya peke yake mpaka lini? Akiacha watu wakaandamana na yeye ataamuru matumizi ya nguvu? 7. Tumezingirwa kila upande, ndani ya kukaliki na nje ya kufikiki. Risasi za Oktoba 29 hazikubagua dini, itikadi wala uchumi wa mtu. Ninachohisi ni kwamba walioua walificha familia zao kwanza, ndipo wakaenda kuua. Hawakuua tu, walijua hata kama wanatembea. 8. Vyama vifanye siasa ili vyombo vifanye ulinzi. Kama sasa vyombo vimeshika hatamu, CCM imeshika tama. Wapinzani wanakubalika bila kukubaliana. Nje ya siasa za vyama ni udikteta mpevu. Hata ndani ya CCM hakutakalika. 9. Kama ni kweli dola inaongea na Lissu, basi mashtaka yamebadilika na kuwa ya kisiasa. Sio mhaini tena, ni mwanasiasa. Hata kama wasiasa wengi ni wahaini kuliko yeye, siasa hufanyika jukwani, si gerezani. Mnachelewesha utulivu wa nchi ili mpate posho. Ya mwisho, kama wanaharakati wanashawishi vijana kuandamana, basi nyie washawishi wasiandamane. Hata Wajaluo wanajua kinyume cha kushawishi ni kubaka. Kaeni mshawishiane, msibakane. Hii ni wiki ya kujadili bajeti. TRA kaeni chonjo, hawana mtetezi. Serikali inataka kodi na kura inazitaka. Kuziba pengo la wafadhili ni jasho. Mabwana watatu hawatumikiwi: mfanyabiashara, serikali na tumbo la mkusanyaji. Huu si mgongano, ni vitu. Huko kwenye halmashauri zetu ni mwendo wa kuongeza kero. Tozo za ugolo, nyasi za kulisha sungura, kuni za kupika gongo, tozo za choo, tozo ya mahari ya mke wa pili na ushuru wa mazishi. Yaani katuroga. Msikilizaji, ndo hotuba yake Askofu Bagonza akizungumza siku ya leo, na akaweza kutoa picha kamili ya anavyohisi kuhusu swala mzima hili la maandamano, na akatoa msimamo wake kuhusu anachohisi serikali inaweza kufanya kuboresha maisha ya wananchi na kuhakikisha kwamba kero zilizopo kwa wananchi zinapungua. Kuna hichi kipengele ambacho msikilizaji, ambacho kimesema hivi: ninaposikiliza nagundua sababu za maandamano si uchaguzi tena. Watu si uchaguzi tena, wala si kilichotokea Oktoba 29. Ni kero nyingi, ni kukata tamaa, ni ubabe wa vyombo vyetu, ni rushwa, ni wasiojulikana walioachwa waitese nchi, ni kubezana katika muungano, ni ucheleweshaji wa haki na umma kukosa mtetezi. Matumizi ya nguvu hayatatui hizo kero. Msikilizaji,
kuna hili la mgongano kwenye muungano. Hili msikilizaji, limekuwepo ndani ya siku kadhaa, na Watanganyika hatuishi kusikia kwamba Zanzibar wanatutumia kama vijakazi wa kwao, kwa sababu wamejitengenezea sheria ambazo zinawalinda wao kama ambao hawapo kwenye muungano, na hicho kinakosea usawa wa sehemu hizi mbili ama pande hizi mbili. Kuna kipengele hichi pia kimezungumzia vyama, ikasema hivi: vyama vifanye siasa ili vyombo vya ulinzi vifanye ulinzi. Kwa sasa vyombo vimeshika hatamu, CCM imeshika tama, wapinzani wanakubalika bila kukubaliana. Nje ya siasa za vyama ni udikteta mpevu, hata ndani ya CCM hakutakalika. Askofu Bagonza pia amehisi kwamba kitendo cha kuendelea kumshikilia Tundu Lissu, anapoendelea kushikiliwa akahusishwa na matukio ya kisiasa yanayotokea, kinamuondoa kuwa mhaini, kwa sababu yeye anahisi kama wanasiasa wengine wote wanaweza kuhesabiwa kama wahaini, kwa sababu hakuna kikubwa alichokifanya Tundu Lissu ambacho wengine hawajakifanya. Kwa sababu hiyo, waache kuichelewesha haki, washughulikie haki ya Lissu haraka, waweze kupambana kwenye hoja na waweze kupambana katika kufanya kazi zinazowahusu wananchi. Anahisi kwamba kinachotokea ni siasa ambayo imefichwa kwenye tukio la uhaini, na siasa hii wanaweza kuishiriki katika hafla za kisiasa ama kwenye kushiriki hoja za kila mtu binafsi. Hebu msikilizaji wangu, achia maoni yako kwenye comment section. Leta mawazo yako kuhusu hotuba hii ya Askofu Bagonza, na unahisi kwamba mwelekeo ambao anauprovide unaleta ama unaonyesha njia gani kwa taifa la Tanzania. Jina langu ni Presenter Guton, nipo hapa kila siku kuhakikisha kwamba nakutaarifu kuhusu kinachotokea nchini Tanzania. Kwa hivyo nakusiendelea kupiga subscription kwa maana ya kuendelea kupata taarifa zetu punde zinapotokea.